Ni vigumu sana kukamua ng'ombe ambaye haumpi malisho. Yaani ukiamka asubuhi umeenda na kidumu chako kwenda kukamua, mwisho ataanza kukupiga, utafikiri jini umefuga ndani. Lakini ni kwa sababu hana malisho na hawezi kufikia yale malengo ambayo anapaswa kufanya. Watu hawatokei kwa bahati mbaya, watu wanatengenezwa. Unapofikiri kwamba mtu aweze kwenda kwenye miradi mikubwa na kushiriki kwenye mtaji mkubwa wa kinchi, kama vile kushiriki katika bajeti ya serikali kwa mfano, ni pale ambako pia tumeandaa watu wenye uwezo wa kufikiri katika kiwango hicho, tukijua ya kwamba watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Tulizaliwa bila kujua kusoma, lakini tumetengenezwa, tunaweza kusoma na kuandika. Tumezaliwa hatujui kupasua, kufanya upasuaji, lakini tumetengenezwa, tunaweza kufanya upasuaji wa moyo. Tumezaliwa pengine hatujui hata kuendesha gari, lakini tumetengenezwa, tumeweza. Kwa hiyo mtu hazaliwi, mtu anatengenezwa. Kwa hiyo ni nini kifanyike ili watu waweze kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja? Pengine ni hilo nalosema kwamba kutengeneza watu. Na tunapozungumza juu ya kuongeza ukuaji wa rasilimali za ndani kupitia kustawisha fursa za wananchi, kustawisha au kuzungumzia juu ya nurturing, ni kule tunakosema kulea au malezi. Sasa kikubwa hapa ambacho ningeweza nikafikiri ambacho kinapaswa kufanyika ni malezi. Na malezi yakoje? Kwa mfano ni kuhakikisha huyu mtu ambaye ni tunasema local content, ni mzawa au mwananchi wa kawaida, aweze kutengenezwa kiwango cha kuweza kushindana na mwenendo wa dunia. Kwa mfano, kuna wenzetu wanakuja hapa kutoka nje, wamewezeshwa na serikali zao mitaji, tena mabilioni kwa mabilioni. Lakini pia wakati wa malipo, wanapotenda kwenye serikali, kama wamesupply, kama wamepata tenda za kujenga barabara kwa mfano, wakati wa malipo pia hawa wazawa kwa namna moja au nyingine wanaweza wasipewe kipaumbele, lakini wale wengine pia wanaweza wakapewa kipaumbele. Sasa unakuta huyu mtu kwanza amechelewa kulipwa, lakini pia ana mtaji ambao amekopa labda benki, na benki imemwezesha kwa riba, na wakati huo sasa hapati ile nafasi nzuri ya kuweza kusaidiwa kulipwa mapema. Kuna ucheleweshaji usiokuwa na sababu. Fedha zimetoka hazina, lakini wakati mwingine huyu anakuja kuwa wa mwisho kulipwa, na akilipwa anakuta amesha generate deni kubwa huko, limeshaongezeka na riba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni lazima tutumie nafasi ya kuzalisha na kutengeneza, kustawisha, nurturing, kulea. Na malezi kama inavyosema yanaanzia kwenye utoto, yanaanzia kwa umri mdogo. Ni juu ya malezi ya kustawisha uwezo wa mwananchi mmoja mmoja katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini ukiangalia moyo wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kauli yake ni kauli inayosababisha kuleta malezi. Mambo mawili: nataka kodi, lakini sikataki kodi za dhuluma wala kodi za mabavu. Ni maneno ambayo yanainua mioyo ya watu katika kulipa kodi kwa hiari. Ni muhimu sana kufanya maazimio ya financial freedom na economic freedom ya nchi. Mkiangalia hapa tulipoketi, unaweza ukafikiri kwamba tuna uhuru wa kiuchumi, na ukilinganisha na nchi nyingine duniani, uhuru wa kiuchumi, kutengeneza matajiri ambao wanaweza kujivunia mali na fedha na uwezo wao na kujionyesha kwamba tunazo. Lakini ukirudi Tanzania, hata aliyenacho anasema si changu. Kwa nini? Kuna hofu ya kawaida iliyomo ndani ya mtu tu, na hofu hii mimi sijui inatokana na nini, lakini labda foundation na falsafa zilizotangulia kwenye nchi za masuala ya ujamaa. Yani mtu anafanya biashara yake kwa kificho, akifika anasema tasi yangu, yani hana uhuru na hicho kitu ambacho anakifanya. Sasa tunasema watu hawazaliwi, watu wanatengenezwa. Ni lazima tuanze kuwatengeneza watu, lakini kuwalinda.
Mbili ni kuhakikisha, kulingana tunapozungumzia juu ya nurturing, kulea, kufanya malezi, ni kumsaidia huyu mtu. Tukizungumza makampuni, haya makampuni yanatengenezwa na watu, masio watu wenye maono, wenye ndoto na vision mbalimbali, ni watu. Lakini hawa watu, tuangalie changamoto walionayo kwenye jamii. Huyu mtu ambaye anajitahidi kujikomboa kiuchumi ili aweze kulipa kodi itakayosababisha miundombinu ya barabara, hospitali, lakini pia anaajiri, huyu mjasiriamali anaajiri watu, anasaidia serikali katika swala la ajira, lakini pia analindwa kule nyumbani. Anaitwa mchawi, Freemason. Yani kwenye familia ameinuka tu kidogo, Mungu amemjalia, amefanya biashara, amepata mapato, nyumbani kule walikozaliwa naye Freemason, na wanamwangalia kama ni nani atakayefuata kutolewa kafara. Kule nyumbani ana uadui. Lakini akija kwenye jamii ya kawaida, unakuta wamepewa majina mabaya, wanaitwa mafisadi, wanaitwa majangili, wanaitwa sijui wahujumu uchumi. Na hasa hiyo sasa imekuwa kama ni jambo la kawaida mtu kuambiwa mhujumu uchumi, yani kitu cha kawaida. Akija afisa wa TRA anakuambia wewe mhujumu uchumi, yani unasikia kushtuka, ndio unaondoka nini? Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima tuangalie vizuri katika kulea, kutunza na kuheshimu wale watu ambao Mungu ametupa katika nchi hii, wanaothubutu kufanya kitu, ambao leo tunawaita wajasiriamali, tunawaita wawekezaji wa ndani. Nyumbani wanaitwa wachawi, wanaitwa Freemason. Wakija kwenye jamii wanaitwa sijui majangili, mafisadi, wanaitwa ni watu ambao wanahujumu uchumi, wana taswira mbaya. Wakati mwingine pia wakifika kanisani nakutana na mchungaji anasema nao matajiri hawatauona uzima wa milele. Naona shughuli walionayo. Kwa hiyo ukiangalia Mheshimiwa Rais kuunda tume inayoongozwa na Mheshimiwa Balozi Ombeni, anapojaribu kutengeneza mazingira ya watu kutoa maoni yao, ni kutengeneza kitu kinachoitwa financial freedom na economic freedom. Na ili iweze kufikia hapo, lazima hawa watu wathaminiwe. Kwenye presentation ya Profesa Aikaeli amesema kutengenezwe sera ya kulinda watu hawa walindwe. Hivi vichwa vilindwe jamani. Ngoja nizungumze kidogo. Mfano, kuna siku moja ilitokea muumini wangu mmoja amemaliza ibada tu ya morning glory, ibada ya masifu ya asubuhi, akanifuata ofisini. Pressure iko juu, anashughulikia masuala ya kwa mwezi mzima, na penalty si milioni 100, si zaidi ya milioni 700. Hizo ni fine. Na kuna magari yametoka Rwanda, yametoka Burundi, yametoka Zambia, wanataka mafuta pale kwake. Na yeye mwenyewe kuna mzigo anatakiwa kuingiza kwenye nani yake ya mafuta, na amezuiliwa. Anapiga, anasema naomba uniombee, ninaenda hospitali na pressure. Nikamwambia kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kupiga simu. Haya sikuombei, haya nitapiga simu Wizara ya Fedha. Niwaulize, hivi kwa gharama hii yote na kodi hii inayopotea kwa hii miezi mitatu, huyu mtu amefanya jambo gani gumu la kufungiwa na kuzuiliwa kuendelea na biashara? Lakini hata kama ni hivyo, hakuna njia nyingine. Bahati nzuri nikapiga simu wizarani, nikampata naibu katibu mkuu wizara ya ndugu yetu Elijah Mwandumbia, nikamuomba, nikamwambia kuna mambo ya kuombea na kuna mambo ya kupiga simu. Nikamwambia hebu nisaidie. Akaniambia tatizo gani mchungaji? Nikamueleza, nikamuongelesha na yule mfanyabiashara. Huyu bwana alishughulia ile tatizo kwa dakika tatu ikaisha. Sasa huyo ni mmoja amekutana na mchungaji Kimaro, nimetoka kwenye ibada ya asubuhi. Hao wengine ambao hawana mahali pa kwenda pengine. Lakini unaonaje juu ya wafanyabiashara ambao wanatumia fedha zao kwa riba? Ameingiza mzigo bandarini, negotiation ndogo tu, ile falsafa ya kufikiri juu ya thamani ya huyu mtu, alafu anaambiwa mzigo wako tunausizi. Ameleta ni mapambo ya Christmas kwa mfano, ameleta ni vitu ambavyo vina expire. Msimu wa biashara unapita, msimu wa mizigo mingine ina expire. Ni kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye labda ana mamlaka na amepewa nafasi na anaona kwamba ni lazima niweze kuzuia hilo jambo. Lakini sera ile ambayo tunapendekeza leo kwamba hawa watu lazima waheshimiwe, hilo ni jambo ambalo lipo katika uwezo wa Wizara ya Fedha na TRA. Lakini kuna jambo jingine kubwa ambalo viongozi wa kisiasa, kwa mfano, wanakwenda kwenye biashara ya mtu, wameenda na waandishi wa habari, wanafunga biashara, wanazungumza maneno pale ambayo yanamharibu mtu psychologically, na yanafika mahali ambako huyo mtu anakosa kujiamini na anakosa pia kuaminiwa.
kwa sababu wale wanaandika barua, wanaandika habari sijui ya tumbuliwa, sijui ya fungiwa biashara, ni mwizi au fisadi, sijui ni mhujumu wa uchumi. Zile habari zina destroy huyu mtu. Huyu mtu anaenda kwenye sonona, anafika mahali anajikuta figo zimefeli, anajikuta na magonjwa ya moyo, anajikuta na pressure. Huyu mtu anakufa, ambaye ana contribution kubwa ya kuajiri wengine, ana contribution kubwa ya kulipa kodi. Tunapozungumzia uwezo wa ukuzaji wa wananchi wa ndani, ninaomba tuangalie vizuri wale ambao tumewapa mamlaka, wale ambao pengine wanafanya kazi ya kutumwa na wizara au na serikali. Lazima ile sera anayozungumza Profesa Aikaeli iweze kutengeneza taswira ya kuonyesha namna gani mbeba riziki wa nchi hii analindwa na anaheshimiwa na anatambuliwa mchango wake. Tusisababishe hawa watu. Unajua, kupata mtu mwenye akili ya kufanya uzalishaji, akawa mfanya biashara, akaweza kuajiri watu wawili watatu, ni kipawa. Nchi nyingine akili kama hii inanunuliwa. Sasa Mungu akitupa watu wenye akili katika nchi hii ya uwekezaji na biashara, wanaosaidia serikali kuajiri, mimi ninaomba kupitia kongamano hili hawa watu walindwe. Ile sera tunayotaka iboreshwe, hawa watu walindwe, waheshimiwe. Kama ni viongozi wa serikali au wanasiasa, wajue mpaka wao. Alafu unajua ni jambo la ajabu, unapokwenda kumwarasi huyu mtu na kumkatisha tamaa na kumchafua taswira yake kwenye jamii, ndiye ambaye amelipa kodi ya gari ambayo umekuja nayo hapo, ndiye analipa mshahara wako, ndiye analipa matibabu, ndiye analipa kila kitu, ndiye anatengeneza barabara uliopitia kufika hapo. Ukimuua huyu kwa hisia, ukamuua kwa maneno magumu, ukamkatisha tamaa, ukamvunja moyo, ukaweka mzigo wake warehouse, ukaoza, huyu mtu umemharibu. Na badala ya kulipa kodi, anaanza kwenda India kwenda kushughulika na figo, na huyo mtu tumempoteza, ambaye ametuajiria watu, ambaye ana uwezo. Na tukumbuke kama inavyoonekana kwenye takwimu hapa ya kwamba nchi hii kodi yake iko chini kulingana na nchi nyingine za Afrika, kama ambavyo Mheshimiwa Makamu wa Rais ametoa takwimu hapa. Ni kwa sababu wenzetu wametengeneza watu wana uhuru wa kiuchumi, watu wana financial freedom, wana economic freedom. Mtu anajisikia kwamba ninaweza kufanya hiki, ninaweza kufanya hiki, na wanalindwa. Watu wanatengenezwa, watu hawazaliwi. Mimi wakati naanza shughuli zangu nikiwa na miaka 17, 18, shughuli yangu ilikuwa inajulikana ni shughuli ya kihuni. Yani mimi, wazazi wengine walikuwa wanaona huyu ni muhuni, anapiga disco, ni muhuni. Kwa hiyo haikuwa biashara rasmi kabisa. Lakini vision ya kwangu toka na miaka 17, toka na miaka 18, ilikuwa vision ya kuhakikisha kwamba entertainment itakuja kuwa rasmi na itarasmishwa, na iwe ni kitu ambacho kinaweza kufungua milango mingi sana ya vijana wa Kitanzania. Wakati tunaanza kupiga madisco, hata watu wa kodi walikuwa hata hawahangaiki, kwa sababu walikuwa wanajua wale ni wauni ambao wanafanya tu shughuli zao, wanapiga madisco yao, wakienda wanalala. Lakini leo I'm proud kusema biashara hiyo ya miaka 25 imelipa zaidi ya 20 billion kodi za Kitanzania kutokana na biashara ya kihuni ile. Wakati tunaanza, narudi tena kusema vision ilikuwa very very clear, kusema kwamba tutafungua milango inayohusiana na entertainment. Kwa hiyo tulianza kwenye mambo yanayohusiana na madisco, tukaja kwenye ma-event, tukaja kwenye ma-radio. Na nakumbuka wakati ule ilikuwa ni ngumu sana hata kupata mkopo. Leo naweza nikamshukuru sana mzee wangu, mzee Kimei. Naomba tumpige makofi kidogo. Kijana wa miaka 25 kupata mkopo wa milioni 40 ilikuwa ni mbingu na ardhi kabisa kabisa kabisa. Ilikuwa ngumu kabisa. Lakini yule mzee aliniamini na akanipa, na ndio ikafungua safari ambayo leo naweza nikasema barabara imefunguliwa kwa vijana wengi sana wa Kitanzania, ambao wengi wamekwenda kwenye disco, wengine wameenda kwenye redio. Yote ilitokana na msingi mzuri ambao ulitengenezwa.
Mabadiliko ya kidijitali yanayokwenda duniani sasa hivi, ukikaa uangalie kwenye upande wa entertainment pekee, nchi kama Nigeria GDP yao imepanda between 8 mpaka 12% kutokana na digital na mambo yanayohusiana na entertainment. Kwa hiyo kama serikali ya Tanzania itakaa kuangalia kwa kirefu na kwa uzito mkubwa sana kwenye sekta ya entertainment. Nimemwona profesa katika presentation ya kwake, swala la entertainment alipo kabisa, viwanda na vitu vingine. Lakini kiukweli kabisa, kama nchi yetu ikiweza kutoa support kubwa sana kwenye upande wa entertainment, ni sehemu ambayo kuna uwezekano mkubwa sana wa kupandisha GDP na mapato ya kodi kwa nchi yetu ya Tanzania. Wakati tunaanza, kama ninavyosema tena, vijana wengi ambao walikuwa wako kwenye upande wa entertainment, wengi walikuwa wanaonekana ni wahuni tu. Lakini leo naweza nikadiriki kusema wengi ambao walipata nafasi ya kufunguliwa dunia na clouds, wengi wao ni matajiri leo. Hata mimi siwezi kuwa na hela ambazo wao wanazo, kina Diamond, kina Alikiba. Kwa hiyo ni lazima sekta inayohusiana na entertainment, especially Wizara ya Fedha, TRA, Wizara ya Utamaduni, kuwekea jicho kubwa sana la kuhakikisha kwamba inaweza kusaidiwa na ikaweza kuleta mapato makubwa sana ya pato la taifa la Tanzania. Upande wa Gen Z, sasa hivi mabadiliko ya digital, ukikaa uangalia nchi nyingi sana, matajiri wengi vijana wadogo ni vijana ambao wanaanza miaka 18, 19, 20, 25 hapo katikati. Na wakiweza kuficha, wanaweza wakaficha serikali isipate hata sentano. Lakini nafikiria ni jukumu kubwa sana la sisi wa Tanzania, especially Wizara ya Fedha pamoja na TRA, kukaa vizuri na vijana hawa na kukaa kuangalia mawazo na kuona uwezekano mkubwa sana wa kuweza kuongeza pato la taifa kwa kupitia hawa vijana wadogo. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kusema kwamba tuna nafasi kubwa sana ya kuongeza pato la taifa ikiwa serikali inaweza kwa kiasi kikubwa sana kuwatumia Gen Z katika maendeleo mengine yanayokuja. Dunia inabadilika, swala la digital ni swala ambalo limebadilisha mambo mengi sana katika maisha yetu sisi. Kwa hiyo rai yangu mimi ni kukaa kuangalia kwa kiasi gani tunaweza kuwajumuisha hata katika sectors nyingine nyingi tu ambazo zinaweza zikaongezea taifa letu pato.